Habari gani mfuatiliaji wa Afya 102? Katika kipindi cha leo nataka nikuulize swali. Je, unafahamu mwili wako unahitaji virutubishi takriban 40 na zaidi kwa siku ili uweze kufanya kazi yake vizuri? Na kinyume chake, unapokosa virutubishi hivi ndio mwanzo wa changamoto mbalimbali za kiafya, ikiwemo kinga dhaifu, uwezo mdogo wa kufikiri au maendeleo hafifu ya ubongo, upungufu wa damu, ikiwemo kukosa hamu ya kula, ikiwemo upungufu wa nguvu na matatizo mengi ya kiafya. Virutubishi hivi tunavipata kwenye chakula na ndio kitu ambacho naenda kukuelezea leo. Usisite kunitafuta kupitia namba za simu ambazo zipo kwenye bio au kutufuatia kupitia mitandao ya kijamii ambayo inaitwa Afya.102. Kupitia hapo tutaweza kujadiliana, tuweze kujua mahitaji ya mhusika, tuweze kumpangia ni nini yale na kwa wakati gani. Timu ya wataalamu ilikaa chini kaweza kujua kwamba mtu akila kundi fulani, akala kundi fulani, akala kundi fulani, mwisho wa siku ataweza kupata hivyo virutubishi zaidi ya 40 nilivyozungumza. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kula makundi 6, lakini hii habari ya virutubishi unavipata kwenye chakula. Kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi yenye wanga na ndizi za kupika. Hili ni kundi ambalo kwa kiasi kikubwa linatupatia nishati lishe, nishati inayohitajika kufanya kazi mbalimbali za mwili. Kuna matendo ya hiari, labda kutembea, kufanya mazoezi, kukimbia, lakini kuna matendo yale yasiyo ya hiari, mfano kuendesha ubongo, kuendesha shughuli za moyo, mapafu, kusukuma damu mwilini. Hizo ni shughuli ambazo sio za hiari, ambazo zinahitaji nguvu. Mifano yake nafaka ni kama mchele, ni kama mahindi, ni kama mtama, ni kama uwele na kadhalika. Lakini tunapozungumzia upande wa mizizi yenye wanga, ni hivi vyakula vinavyochimbwa ardhini kama miogo, kuna viazi, magimbi na kadhalika. Lakini tukija habari ya ndizi za kupika, ni ndizi aina yoyote. Inabidi utofautishe, kuna ndizi tunda, lakini kuna ndizi kama chakula cha kupika, ndizi matoke, mshale, mkono wa tembo, hizo ndio namaanisha. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza, na kwa kiwango kikubwa linatupatia wanga kama nilivyosema. Na katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na debate kubwa sana. Watu wengi wanasema wanga ni mbaya, wanga sio mzuri. Hapana, wanga hauna changamoto yoyote, cha msingi niweze kuzingatia unakula kwa kiwango gani. Mfano, kwa mtu ambaye anashinda ofisini, yani kazi zake nyingi za kukaa, zake hazitumii nguvu kubwa, huwa tunashauri usawa wa ngumi yake 1 mpaka 2 inakuwa inatosha kabisa. Lakini kwa mtu ambaye anafanya kazi ngumu, tuseme labda mtu afanye kazi za gereji, anafanya kazi za kubeba mizigo, au anafanya mazoezi makali ambayo yanahitaji nguvu nyingi, huyu atahitaji kiwango kikubwa zaidi ya nilichokitaja. Kwa hiyo itaweza kufanywa tathmini kuweza kujua mahitaji yake ni kiasi gani, ili aweze kuendana na mahitaji ya mwili wake. Sasa inapotokea ukawa unazidisha kiwango kikubwa kwenye kundi hili, ndo matokeo ya kwamba ziada huwa inajitunza mwilini kama akiba. Ndio hiyo tunapata vitambi, ndio tunapata matokeo yake zaidi inaenda kupelekea changamoto za kiafya. Kwa hiyo katika kundi hili zingatia kiwango. Kundi la pili ambalo linatakiwa liwepo kwenye chakula chako kila siku ni kundi la vyakula asili ya wanyama. Hivi ni vyakula vyote vinavyotokana na wanyama, zikiwemo nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, ya kuku, lakini kuna samaki, kuna dagaa, vyakula vinavyotokana na wanyama kama mayai, kuna jibini, kuna maziwa ya ng'ombe. Lakini pia kuna wale wadudu ambao katika tamaduni mbalimbali wanaliwa. Kuna wadudu kama senene, kuna wadudu kama kumbikumbi, kuna nzige. Hawa ni wadudu ambao wanaliwa katika maeneo mbalimbali. Pia hawa wanaingia kwenye kundi la vyakula asili ya wanyama. Kundi hili lina kiwango kikubwa cha protini ambayo tunasema ni protini iliyokamilika au complete protein. Tunaposema complete protein, na maana ina zile essential amino acid 9. Kwa hiyo ambazo zikiwepo hizo mwilini, mwili unaweza kutengeneza hata aina nyingine za protini. Kwa hiyo kwenye chakula chako unatakiwa hili kundi liwepo kila siku, kwa sababu mwili kila siku unazalisha seli mpya, nyingine zinaharibika. Kwa hiyo hili ndo kazi yake kubwa. Lakini kwenye hili kundi la asili ya wanyama, kuna watu ambao kama unakuwa utumii kundi vyakula kutoka asili ya wanyama, upo hatarini kuweza kupata upungufu wa damu, tunaita megaloblastic anemia. Upungufu wa damu ambao ni hatari, unasababishwa na kutotumia vyakula ambavyo vina vitamini B12 ambao tunaipata kwenye wanyama peke yake. Kwa ndio maana nikasisitiza kwamba linatakiwa litumike kila siku. Lakini kwa watoto wadogo huwa tunasisitiza sana wale protini au wale vyakula kutoka asili ya wanyama, kwa sababu vinasaidia kwenye ukuaji. Mtoto akikosa protini ndio yeye anaingia kwenye kwashakoo, anaingia kwenye uzito pungufu na ukuaji duni. Kundi la tatu tunasema vyakula jamii ya kunde, karanga na mbegu za mafuta. Hili ni kundi pia ambalo ni la msingi ambao tunatakiwa tulipate kila siku. Kwa sababu gani? Linatupa virutubishi mbalimbali. Humo tunapata madini ya msingi, tunapata protini inayotokana na mimea ambao
pia ni ya msingi kama tulivyozungumzia kwenye upande wa vyakula asili ya wanyama. Hili kundi mifano yake kama aina zote za maharage, choroko, kunde, mbaazi, soya na kadhalika. Lakini tunapokuja upande wa karanga, mbegu za mafuta, ndio kama hizi karanga zenyewe. Hapo kuna walnut, kuna almond, kuna chia seed, kuna flax seed na kadhalika. Kwa hiyo hili kundi pia ni la msingi kwa sababu linatupatia madini na virutubishi vingine ambavyo ni vya msingi kwa ajili ya afya zetu. Sasa hivi limeingia wimbi la watoto kuwapa omega 3 au kuna watu wanakimbizana na supplements za omega 3. Mfano kwa mtu ambaye anatumia flax seed, mtu ambaye anatumia chia seed, mtu anayetumia walnut, ina kiwango kikubwa cha omega 3. Kwa hiyo ungekuwa unatumia chakula sahihi kwa kufahamu chakula gani kinahitajika, hata unakuwa una haja ya kutumia supplement. Supplement zinatokea pale tu ambapo inatokea kweli mwili wako na upungufu, una mahitaji makubwa. Kundi la 4 ni kundi la matunda. Kutokana na eneo mbalimbali tuliopo, matunda yanapatikana na tunashauri kwa siku angalau ule matunda aina 2 mpaka 3. Kwa hiyo matunda kuna yale yanayolimwa, kuna yale matunda ya asili. Mfano yanayolimwa ni kama maembe, ni kama machungwa, ni kama mapapai, ni kama nanasi. Upande wa yale ambayo ni ya asili kuna ubuyu, ukwaju. Hii bote bado ni matunda ambayo ni ya msingi, natakiwa yatumike. Kwa hiyo yanatupatia virutubishi vingi kama vitamini, kama madini, na hapa tunashauri matunda yawe ya aina mbalimbali. Leo ukipata lenye rangi ya njano, kesho tumia lenye rangi nyekundu, kesho tumia rangi labda zambarau na kadhalika. Kundi la 5 tunasema ni la mboga. Ziko aina 2, kuna mboga za majani na mboga ambazo sio za majani. Mboga za majani ni zile ambazo zinatokana na kama inavyojielezea kwamba ni majani kama mchicha, spinachi, Chinese, tembere, majani ya kunde. Kuendana na eneo nalokaa, zipo mboga za majani aina mbalimbali. Lakini tunapozungumzia mboga zisizo za majani, hizi ni kama hoho, ni kama bilinganya, ni kama nyanya chungu, vitunguu, nyanya na vingine vya jamii hiyo. Kwa hiyo ni msingi sana, na ili kundi huwa tunashauri unapopika uchanganye mboga za majani na zisizo za majani ili uweze kupata virutubishi vya kutosha. Na ili kundi kweli watu hawalitendei haki, kwa sababu unakuta kwenye chakula anachokuwa nakula kinakuwa ni kiwango kidogo sana, kiwango kikubwa. Mfano kwa mtu ambaye ana changamoto za kiafya, ana shida yoyote, kiganja kimoja mpaka 2 inatakiwa atumie kwa kila mlo, kwa maana kwamba aweze kupata hayo madini niliyosema 16, lakini pia vitamin 13 ambazo nimezizungumzia hapo awali. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo anakuwa anapata virutubishi vya kutosha katika kundi hilo. Kundi la 6 ni kundi la mafuta ambayo ni mazuri kwa afya. Tunasisitiza sana kutumia mafuta ya mimea ambayo yagandi kwenye joto la kawaida. Kuna mafuta kama ya alizeti, mafuta ya karanga, mafuta ya parachichi, mafuta ya walnut, almond, olive. Haya ni mafuta ambayo tunasema ni mazuri kwa afya. Yamebeba tindikali muhimu, tunaziita essential fatty acid ambayo ni omega 3 na omega 6. Tunarudi kule kwenye supplement za omega 3. Kwa hiyo haya mafuta yanakuwa yanatoa hizo tindikali ambazo mwili hauwezi kutengeneza kwa kawaida. Pamoja na hayo, kama ni mafuta mazuri, tunashauri aina ya upikaji. Hata kama ni mafuta ambayo ni mazuri kwa afya, hatushauri upikaji ule wa vyakula vya kudumbukiza. Mfano kama miogo unakuta imekaangwa kwenye mafuta ya kudumbukiza. Hapana, sisi tunashauri tumia mafuta kwa kiwango kidogo, unaweka kwenye mboga zako, kwa sababu kuna baadhi ya virutubishi vinahitaji mafuta ili viweze kufyonzwa, kama vitamini A, D, E na K. Vinahitaji mafuta yawepo ili ndio viweze kufyonzwa. Pamoja na vyakula nilivyozungumza, makundi 6 ya chakula, bado kuna umuhimu wa kutumia maji safi na salama, kwa sababu unaweza kuwa umekula mlo kamili ambao unahusisha makundi 6 yote umekula, lakini kama utakuwa hujatumia maji safi na salama, bado unakuwa kuna kitu unakosa, mwili hujautendea haki. Unywaji wa maji unategemea pia na uzito wa mtu. Kwa hiyo kama unapata changamoto kwamba unywe maji kiasi gani kwa siku kwa ajili ya afya yako, naomba comment kwenye sehemu ya comment section. Sasa tumezungumzia haya makundi 6 ya chakula. Je, mfano wake utakuwaje? Mfano unapokuwa unapanga mlo wako, tuseme ile kundi la kwanza ambalo nilisema ni kundi la nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Labda umeamua kwamba unakula magimbi. Tumesema kwenye kundi hili unachagua kitu kimoja. Tukija kwenye kundi la pili, labda umechagua gimbi moja, labda usawa wa ngumi mpaka ngumi 2 kwa wale watu ambao hawafanyi shughuli nzito. Tukija kundi la pili ambalo ni kundi la vyakula asili ya wanyama, labda umeamua kutumia samaki, umechagua samaki wako. Tumekuja kundi la 3 ambao ni jamii ya kunde, karanga na mbegu za mafuta. Labda
umeamua kupika chakula chako kwa karanga, labda karanga za kusaga umeweka kwenye chakula chako. Tukija kundi la 4 ambao ni matunda ni mboga mboga, labda umechagua tembele, umeweka limepikwa na vitu vingi kama nyanya, kitunguu. Kwenye upande wa matunda labda una parachichi lako hapo. Tayari hapo unakuwa umetengeneza mlo kamili ambao utakupatia virutubishi vya kutosha. Lakini sambamba na hapo umepikia labda mafuta ya alizeti kiasi kidogo tu umeweka kwenye mboga mboga. Kufikia hapo unakuwa umepata mafuta mazuri kwa afya, unakuwa umepata protini ambayo inatakiwa, unakuwa umepata madini, unakuwa umepata vitamin, wanga ambao unakuwa unakutosha kwa ajili ya matumizi yako. Tumesema ule wanga ambao unaweza ukatumika ndani ya siku nzima kuisha. Ukila wanga ambao ni mwingi ambao unahitaji kuweka akiba, ndio matokeo yake mwili unaangukia kwenye kitambi na uzito uliokithiri. Nimekuwa napokea wagonjwa mbalimbali au watu ambao unagundua kwamba yani tatizo lake ile angeligundua kwamba ale nini nisingemleta hospitali. Mfano, kuna watu wanakuja na upungufu wa damu hadi wanaongezewa damu. Ni kwa sababu hajazingatia kula chakula kinachompa madini chuma ya kutosha, kinachompa vitamini B9 ya kutosha, vitamini B12 ya kutosha. Kuna watu wengine unakuta wana kinga dhaifu, na wengine ukishamshauri vizuri afanye nini, unakuta anaepukana na yale magonjwa yanayomshambulia mara kwa mara. Lakini kuna watoto ambao hawaongezeki uzito, hawakui. Wakiweza kuzingatia vizuri, unakuta mtoto uzito unaongezeka vizuri na maendeleo yake yanakuwa mazuri zaidi. Lakini pia changamoto nyingine kama za nguvu za kiume, lakini unakuta matatizo yapo kwenye nini anachokula. Nimezungumza hiyo kwa ajili ya kutoa uelewa, lakini najua kwamba kila binadamu ana mahitaji yake. Kuna wale watu ambao kama nilivyosema, watu wa ofisini, lakini unaweza kukuta anakaa ofisini lakini bado ana changamoto labda ya ugonjwa wa kisukari, ana ugonjwa wa pressure, ana mahitaji yake. Na kwenye hayo makundi ninayozungumzia, kuna baadhi ya vyakula vinamfaa, vingine havimfai. Lakini kuna wagonjwa pia wa figo, mfano wale wenye chronic kidney disease, wanahitaji pia kufuata utaratibu mzuri wa ulaji. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na mahitaji yake kulingana na hali yake ya kiafya. Kuna wale ambao hawana changamoto ya kiafya, lakini kuna wale wanahitaji kupunguza uzito, kuna wale wenye magonjwa sugu, kuna wale ambao wamelazwa hospitalini. Kila mtu ana mahitaji yake kulingana na hali yake ya kiafya. Kwa hiyo usisite kunitafuta kupitia namba za simu ambazo zipo kwenye bio, au kutufuatia kupitia mitandao ya kijamii ambayo inaitwa Afya.102. Kupitia hapo tutaweza kujadiliana, tuweze kujua mahitaji ya mhusika, tuweze kumpangia ni nini yale na kwa wakati gani. Usisite kusubscribe, kwa sababu kwa kufanya hivyo itakufanya uweze kujua video mpya tunazokuwa tunazitoa katika channel hii ambazo zinalenga kuboresha afya za Watanzania.